Leo tarehe 20 tunazindua rasmi wiki ya JWK kuelekea mkutano wetu mkuu wa tarehe 25 mwezi huu wa 4 siku ya Jumamosi pale Lamada Hoteli Ilala karibu na Msimbazi Center. Na tumeona wiki hii iwe kwa ajili ya kurudisha kwa jamii ambayo imetuzunguka na wateja wetu wengi ambao wamekuwa wanunuzi katika biashara zetu. Kwa hiyo tutakuwa hapa sokoni kuanzia leo Jumatatu mpaka siku ya Alhamisi jioni tukichangia damu. Tunashirikiana na taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete na watu wa bodi ya uhasibu NBAA ambao watakuwepo hapa pia kwa ajili ya kutoa ushauri wa kikodi bure kabisa, lakini na mahesabu na mambo mengine yanayohusiana na hesabu watakuwa wakifanya bure kwa siku zote hizo 4 ambazo tutakuwa hapa. Na watu wa JKCI vile vile watakuwa wanatoa vipimo bure, kipimo cha moyo ECG, lakini watakuwa wanapima pressure na tutakuwa na wataalamu wa tiba lishe pia, ushauri utatolewa na matibabu vile vile yatatolewa bure kwa siku ambazo tutakuwa hapa. Kwa hivyo kipekee ni washukuru sana, nimshukuru mkurugenzi wa JKCI Daktari Peter Kisenge, lakini na mwenyekiti wa bodi ya wahasibu ambao wamekubali kuungana na sisi jumuiya ya wafanyabiashara Kariakoo katika wiki hii yetu maalum ya mkutano wetu mkuu. Kwa hiyo niwakaribisha wafanyabiashara wa Kariakoo, lakini na hata wasio wa Kariakoo ambao ni wateja wetu wafike hapa waweze kupata huduma hizi za kitabibu bure, lakini na vipimo. Ni vizuri kuwa na afya njema ili ufanye biashara na uweze kulipa kodi na kuchangia pato au uchumi wa nchi yetu. Kweli tumetatua kwa kiasi. Kwanza tunaishukuru serikali kwa kubali kutupatia sheria ile, kwa sababu mwanzo tulikuwa tunapata ugumu, kwa sababu unapomfuata mgeni na kuambia kwa sheria ipi mamlaka zako zinanipa vibali na kitu vyote. Lakini baada ya kupata sheria mpya mwezi wa 8 mwaka jana, vibali vimekuwa sasa havitoki. Kwa hiyo kuna namna ambavyo wamebadilisha uelekeo kwa kuwarubuni wale wafanyakazi, kuwakatisha vibali ionekane kama ni Mtanzania, lakini ukweli unakuwa kuna mgeni nyuma. Lakini kwenye ile kama mwanzo walikuwa wanafanya wanavyotaka, tumepunguza kwa asilimia kama sio 70, basi tutakuwa tumefanikiwa kwa asilimia kubwa. Na tumeomba mapitio ya ile sheria ili kuongeza meno katika eneo la adhabu, lakini na mtu ambaye anashirikiana na mgeni kuweza kufungua biashara, yani kwamba unamuona Severini pale lakini sio yeye. Kwa hiyo tumepeleka mapendekezo tayari kwa Wizara yetu ya Viwanda na Biashara, na kwa kuwa bunge lipo linaendelea, tunategemea itakwenda kufanyiwa maboresho na tutapata mwarobaini wa kudumu wa kuwaondoa kabisa wageni kwenye biashara za uchuuzi. Tunaona bei mpya zimetoka na tunategemea athari itaendelea kuwa kubwa, lakini tunatamani kuona serikali inafanya kama wenzetu wa jirani walivyofanya, kuona tunapata walau siku 90 ambazo watapunguza kama ni VAT na kuondoa baadhi ya tozo ili mafuta yaweze kushuka, tuendelee kuhudumia jamii yetu na tusiwaumize, kwa sababu hii ni vita na ni janga la kidunia. Tumeona jirani zetu hata Kenya jana wameondoa VAT kutoka 18 mpaka asilimia 16 mpaka 8, imebakia 8, kwa maana wamepunguza kwa nusu. Sasa kwetu asilimia yenyewe ni 18, unaona hata asilimia hazilingani. Wenzetu 16, hata Uganda ukiangalia 16, kwetu tuko juu. Lakini wakati wa majanga kama haya tunatamani na kuishauri serikali wapunguze pia, ili kuwapunguzia wananchi wao ukali wa maisha, kwa sababu hali sio nzuri kabisa. Naitwa Eva Mwangoka, ni senior manager katika ofisi ya wahasibu ambayo inaitwa Ernst & Young Tanzania. Tupo hapa kushiriki katika wiki ya uhasibu. Tunatoa elimu ya uhasibu kwa wafanyabiashara wa hapa Kariakoo, kwa sababu kuweka records ni kitu muhimu sana kwa kupata mtakabali wao wa biashara, na pia itawasaidia kujua kwamba kodi wanatakiwa kulipa kiasi gani. Pia tunasaidia kutoa elimu kuona kwamba waweke hesabu tofauti kati ya matumizi yao binafsi pamoja na matumizi ya biashara. Kwa hiyo tunawakaribisha mje kusikiliza elimu tunaitoa bure na ushauri mbalimbali wa kikodi pia. Karibuni sana. Naitwa Husna Juma, ni mtumishi wa Wizara ya Afya, kitengo cha Dar es Salaam. Leo hii tupo Kariakoo sokoni kuja kutafuta damu kwa ajili ya Watanzania. Tunajua ubize wa wafanyabiashara wa Kariakoo, ndio maana leo hii tumewafuata. Tunajua umuhimu wa damu ni mkubwa sana, na damu inahitajika mahospitalini kwa wingi sana, na kwa sababu wafanyabiashara wetu wako bize, hawawezi kuja maofisini, hawawezi kufika mahospitalini kwa ajili ya zoezi zima la uchangiaji wa damu. Hivyo tumewafuata
katika eneo lao la kazi kwa sababu waweze kuchangia damu. Kuchangia damu ni afya, kuchangia damu ni sadaka. Hivyo tunawaomba wafanyabiashara wanaopatikana eneo hili la Kariakoo wajitokeze kwa wingi kuja kuchangia damu, kwa sababu damu haina mmoja. Damu haina mfanyabiashara, damu haina mwalimu, damu haina mtu yoyote. Damu inatuhitaji sisi wa Tanzania. Kuchangia damu ni zoezi salama. Unatakiwa uwe na afya njema siku husika, usiwe kwenye matibabu, usiwe umetoka kufanyiwa upasuaji, usiwe na magonjwa ya kudumu, pia usiwe na dawa za kudumu, na usiwe mjamzito kwa jinsia ya kike. Ukiwa na vigezo hivyo vichache kabisa, unaruhusiwa kuchangia damu, na kiwango ambacho unatoa ni kiwango kidogo sana ambacho hakitoathiri utendaji kazi wa mwili wako. Haiuzwi kwa nchi yetu ya Tanzania. Tuweze kuchangia damu ili upatikanaji wa damu uweze kupatikana kwa wingi na kwa haraka. Hapa Kariakoo, uhitaji wetu wa damu tunatarajia kupata chupa 500 na zaidi kama watu watajitokeza. Kanda ya Mashariki tuna uhitaji mkubwa sana wa damu, kwa sababu ndio kanda ambayo ina hospitali nyingi sana, ikiwemo hospitali ya taifa. Kwa hiyo niwakaribishe Watanzania wote wenye mapenzi mema, wenye huruma, waweze kuja kuchangia damu, kwa sababu tuna uhitaji mkubwa sana, na bado mwamko wa watu hawana moyo wa kuchangia damu mpaka pale atakapokuwa na mgonjwa.